Jeshi la Israel limesema limeanzisha mashambulizi makubwa ikiwa ni hatua za ufunguzi wa operesheni maalum ijulikanayo kwa jina la Gideon's Chariots, ambayo itashuhudia wanajeshi wa Israel wakiyateka maeneo yaliyodhibitiwa huko katika ukanda wa Gaza. Lakini hii huenda ikawa ni hatua ya kuongeza idadi ya vifo huko Gaza. Hii ni TriGen Media, nami ni Hamisi Mbega, sauti yenye mamlaka ya kitaarifa. Maelfu ya Wapalestina wameamriwa na wanajeshi wa Israeli kuyahama maeneo ya kaskazini mwa Gaza, huku mashambulizi ya anga yakiholela yakiua takribani watu 115 katika eneo hilo tangu alfajiri ya siku ya Ijumaa. Vita vya Israeli dhidi ya Gaza vimesababisha vifo vya Wapalestina 53,119 hadi sasa na kujeruhi wengine 120,214 kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza. Ofisi ya vyombo vya habari vya serikali ilikanusha kuhusu idadi hiyo na wao kutoa takwimu zao zinazodai kuwa watu waliokufa ni 61,700, huku ripoti hiyo ikidai kuwa maelfu ya watu waliopotea chini ya vifusi wanakisiwa kuwa huenda wamekufa. Takribani watu 1,139 waliuawa nchini Israel wakati wa mashambulizi yaliyoongozwa na Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka wa 2023 na zaidi ya 200 kuchukuliwa mateka. Gavana wa Jerusalem alisema Mpalestina aliuawa katika jiji la kale. Gavana huyo anasema Mohammed Nidal Abu Lideh, kijana wa Kipalestina, alipigwa risasi na kuachwa akivuja damu na wanajeshi wa Israel kwenye lango la jengo la msikiti wa Al-Aqsa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Wafa, vikosi vya Israel pia vilifunga milango ya msikiti wa Al-Aqsa na kuwazuia waumini ndani kwa muda kabla ya kufungua tena lango na kuanza kuwaswaga washambulia kila wanapotoka. Hata hivyo, hayo yanajiri wakati rais wa Marekani Donald Trump akiondoka Mashariki ya Kati baada ya ziara yake iliyozalisha mikataba kadhaa ya kibiashara ya mabilioni ya dola, lakini ambayo haikuweza kutoa msukumo wa makubaliano mapya ya kusitisha mapigano huko Gaza. Benjamin Netanyahu ameonya mara kwa mara kwamba vita vitaongezeka na hakuna njia vitaisha hadi Hamasi washindwe. Ikiwa baraza la mawaziri la usalama litatoa idhini ya mwisho kwa operesheni magari ya Gideon, mzozo utaingia katika awamu mpya iliyoimarishwa. IDF imesema itajumuisha mashambulizi makubwa na kuhamishwa kwa wakazi wengi wa Gaza hadi eneo dogo la kusini mwa eneo hilo. Hata hivyo, kuna idadi kubwa ya watu zaidi ya milioni 2 wanaokabiliwa na njaa huko Gaza, wamechoshwa na vita. Mwakilishi wa shirika la afya ulimwenguni WHO anasema kuwa katika kipindi cha miezi 4 hadi 5 ijayo, takribani watu nusu milioni watakuwa katika hali mbaya ikiwa kizuizi cha misaada cha Israel kitaendelea. Akizungumza na shirika la utangazaji la BBC, Rick Pepcon alisema WHO ilileta vifaa vya kutosha wakati wa usitishwaji vita mfupi ulipokubaliwa katikati ya mwezi Januari, lakini vifaa hivyo sasa vimepungua sana. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema hii vita ya Gaza imesababisha athari kubwa, ikiwemo vifo vya raia ambao wala hawajihusishi na vita na wala hawana maslahi na vita hivyo. Mimi ni Hamisi Mbega, sauti yenye mamlaka ya kitaarifa. Hii ni TriGen Media. Endelea kutufuatilia ili uwe wa kwanza kila tunapoweka taarifa zetu.